Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Leo tutajifunza jinsi ya kusuka mbenjuo. Mbenjuo ni nywele zinazosukwa kwa kutumia upande mmoja. Kwa wale wote ambao mlikuwa hamjaelewa kipindi kilichopita, nimerudia kipindi hichi kwa ajili yenu. Tunaanza. Kabla ya kuanza kusuka inatakiwa uwe na chanuo la mbao na chanuo la plastiki. Chanuo la mbao kwa ajili ya kukatia mstari na chanuo la plastiki kwa ajili ya kuchania nywele zako. Ukichana nywele kwa kutumia chanuo la plastiki, nywele hazikatiki na haziumi, zinachanika kwa urahisi. Ili chanuo la mbao linatusaidia kunyoosha mstari. Kwa hivyo kwa hapa, kutokana na nywele zetu, tunasuka tutakata kanjia hapa. Ili usuke vizuri, unatakiwa kwanza uangalie sura ya mtu unayemsuka na aina ya nywele unazozisuka zimekaaje. Kwa hiyo hapa tunakata hapa namna hii. Mbenjuo ni nywele zinazosukwa kwa upande mmoja. Kwa hivyo ukiwa unakata mstari wako, utakata mstari wa upande mmoja tu kama ninavyofanya hapa. Nakata mstari wako hadi mwisho kama hivi. Alafu utachana kwa chanuo lako la plastiki. Tunaanza kusuka. Ili usuke vizuri inatakiwa kwanza nywele unailazia pembeni namna hii. Naomba muangalie kwa umakini, naamini mtaelewa. Ukishalaza nywele yote huku imelala kama hivi, unashika kanywele kadogo kama haka ninakokashika hapa. Yaani kanywele kadogo, unatoa kanywele kadogo kama kakuanzia namna hii. Alafu ako kanywele kadogo uliko katoa unakatenga mara mbili, yani tuwe tunywele tuwili kwenye kale kadogo. Unatenga tunywele tuwili kama utu namna hii. Alafu utachukua kanywele ka kwanza aka unakashika na mkono mwingine. Alafu unachukua kale kanywele ka pili, ndio kataanza process ya kulala. Yani kanywele ka pili ndio kataletwa upande wa mkono mwingine, kanalala hapa. Kakishalala hapa, unachukua kale ka kwanza. Naomba uniangalie kwa makini kipenzi changu. Kale ka kwanza tena unakaleta juu yake ile nywele ambayo ililala. Kwa hiyo ukikaleta pale kwa juu yake, hii ya chini inakuwa wakati huo ipo katikati. Kwa hiyo pale katikati inatakiwa itoke ili hii ipate nafasi ya hii. Kwa hiyo unakatoa kale kingine pale katikati. Ukitoa ile nyingine pale katikati, unaleta ile ya kwanza katikati namna hii. Ukileta ya kwanza katikati, unachota nywele nyingine. Ukichota nywele nyingine, unaileta katikati. Kumbuka katikati wakati huo kulikuwa na nywele. Kwa hiyo ile ya katikati tunakatoa tena namna hii. Ukikatoa kale katikati, ile ulioichota wakati huo inakuja kulala pale katikati. Kwa hiyo katikati kunakuwa na nywele, huku kunakuwa na nywele imeshikwa na kidole gumba na kidole hichi cha tatu. Baada ya kidole cha pili, kile cha tatu. Alafu huku kunakuwa na nywele ambayo haijashikwa na kidole chochote. Kwa hiyo unashikia hichi hii. Unashikia hii kale ka nywele ka huku, unakaleta ili kachukue nafasi ya katikati. Wakati huo hiyo ya katikati itatoka na kuingia hii nafasi. Ili ingia hapa, hii ya katikati inatakiwa itoke irudi ile ilipotoka. Namna hiyo ni rahisi sana kipenzi changu. Utasuka kwa namna hiyo nywele yako. Naomba uniangalie kwa makini, kama hauelewi ninavyoongea, angalia matendo yanavyoenda. Unasuka nywele yako. Kusuka mbenjuo ni namna ya kubadilisha mikono. Ngoja nifike hapa kwenye nywele nyingi ili muelewe vizuri. Kwa sababu hapa kuna nywele fupi sana, kwa hivyo hamtaona kwa uzuri. Nakuwa nasuka hivyo. Vidole vinavyofanya kazi, zingatia, ni hivi viwili na hichi cha tatu. Yaani ni vidole vitatu vya mwanzo ndio vinavyofanya kazi. Haya, tumefika kwenye nywele nyingi.
naomba uangalie kwa umakini ili upate kuelewa. Hapa kunakuwa na nywele mistari mitatu. Tuipe jina nywele A, nywele B na nywele C. Nywele C imeshikwa na kidole cha tatu na kidole gumba. Nywele B wakati huo imeshikwa na kidole gumba na kidole cha pili. Alafu mkono mwingine unakuwa umerelax. Ukigeuza ukaleta nywele upande huu inashika namna hiyo hiyo, alafu unakuwa umerelax. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, hii inashika nywele kidole hichi na hichi hivi vinashika nywele hii, vinairudisha namna hii. Unaona hivi inaenda kuchanganyikana na hizi nyingine ambazo hazijasukwa. Kwa hiyo ukirudisha namna hii, unatakiwa hapa tuna change position. Kwa hiyo tunaweka nywele katikati namna hii. Ukiweka nywele katikati, kuna hii inakuwa imebakia huku juu. Hii ya juu inatakiwa ije katikati. Kwa hiyo ili ije katikati, unaichukua unaipitisha kwa juu ya kidole gumba. Kwa hiyo ile nyingine katikati inakuwa chini ya kidole gumba. Kwa hiyo unatakiwa uitoe pale chini, uilete pale ulipoitoa ile nywele wakati huo. Alafu ukimaliza hapo, niangalie vidole vinavyofanya. Ukimaliza hapo, hii unaishika namna hii, alafu hii inakuja kulala hivi, kidole cha mkono mwingine gumba kinakuja kushika nafasi wakati huo. Hichi kinakuwa free. Kwa hiyo ikishakuwa hivyo, kumbuka hapa katikati pia kuna nywele. Kwa hiyo ili itoke katikati ya upande huu wa pili, inatakiwa na yenyewe ije katikati. Inakujaje katikati? Yenyewe ikiwa inakuja katikati, inakuja kwa kuchota na nywele ili mtindo wako huo unaendelea. Kwa hiyo yenyewe ni hii hapa. Ili uilete unachota na kanywele kengine kadogo namna hii. Aka kote nimekachota. Kwa hiyo aka kote uliko kachota unakaunganisha kwa pamoja kama hivi. Unakaunganisha unakaleta pale kwenye msuko wako. Kwa hiyo ukikaunganisha hivi, hii ya katikati inatakiwa itoke. Nywele inayokuja ili ipate nafasi ya katikati inakuja kwa juu. Alafu ile ya katikati inatoka kwa kupitia chini kule namna hii. Ukishatoa hivi unaleta nyingine juu yake hivi. Alafu hii inasukwa hivi. Ni rahisi sana kipenzi changu. Kama haujaelewa nitasuka na nywele ya pili ili muelewe zaidi. Namna hii unasuka, unaenda tu taratibu, usiwe na haraka. Na kwenye kuchota inatakiwa wewe unachota nywele kidogo kidogo ili nywele itokezee vizuri. Unasuka, unaendelea. Hakikisha au muumizi mteja wako. Unaweza ukamuuliza unaumia ili ulegeze. Unaumia? Kama umi unaendelea kusuka. Unasuka. Kipenzi changu, naomba uangalie tena kwa umakini hapa. Jinsi ya kusuka, narudia tena kwa wale ambao hawajaelewa. Ni hivi. Hii nywele inakuwa imeshikwa na kidole gumba na cha tatu. Ni hivi. Hii nywele inatakiwa ishikwe na kidole gumba na hichi cha tatu. Kwa hiyo inashikwa namna hii. Wakati huo hichi kinajiandaa kuja kuipokea nywele ya katikati. Kwa hiyo kikishikwa inarudishwa namna hii. Alafu unaleta nywele katikati, unabana na kidole gumba. Hichi kinakuwa kinajiandaa kuja kuishika nywele hii nyingine ya huku ili kiilete katikati. Kwa hiyo hii ya katikati itatoka kwa upande wa chini namna hii, inakuja inalala hapa chini. Kumbuka hapo sijachota nywele yoyote. Nywele inayoruhusiwa kuchota ni nywele ambayo imechanganyikana huku na nini na hizi nywele zingine. Kwa hiyo hii ikija katikati, kumbuka hii sasa ndo wakati wake, hii nywele ambayo imechanganyikana na nywele nyingine. Hii ukiwa unaichota, unachota na nywele, unaongeza na nywele kidogo. Alafu hii sasa itarudi huku. Wakati huo hii imeshaongezeka na nywele kidogo. Kwa hiyo kama imeshaongezeka hivyo, yenyewe hii inatoka katikati, hii hapa inakuja katikati iliyokuja na nywele namna hii. Alafu ndio unaendelea namna hiyo. Naamini vipenzi vyangu mnaelewa kinachoendelea na hapa. Tunasuka na nywele ya pili, utaangalia jinsi ya kukata. Kwa hiyo nitaikata namna hii hapa. Ukubwa wa nywele ni kutokana na
unayemsuka ana nywele kiasi gani, yani ana urefu wa nywele kiasi gani. Kwa hiyo wewe ndio utakata ukubwa kutokana na unayemsuka urefu wa nywele zake. Baada ya kumaliza kukata, inatakiwa uchane. Ukichana nywele zinalainika, alafu zinasukika kwa uzuri, zinaonekana vizuri. Baada ya kuchana, process ni ile ile. Unatenga kanywele ka kwanza na ka pili. Yaani unatenga kanywele ka kwanza alafu unakatenganisha mara mbili, au unaweza kutenga ka kwanza na ka pili. Baada ya kutenga ka kwanza na ka pili ndio kanatakiwa kaanze. Kwa hiyo utachukua kale kanywele ka pili, unakaleta katikati, unazuia na kidole gumba. Namna hii, naomba uniangalie. Unaleta kale kanywele ka pili, unakaleta katikati, unazuia na kidole gumba. Alafu utachukua kale ka kwanza kake namna hii. Ile ya katikati sasa inatakiwa itoke, alafu kale ka kwanza kaje hapo. Alafu tena utachota nywele nyingine upande huku wa nywele nyingi. Alafu ya katikati itatoka na kurudi huku upande ambapo kuna nywele nyingi. Hivi. Kumbuka hapa tunaitoa hii ya katikati ili nywele nyingine ije hapa katikati. Kwa hiyo ikija inakuja kwa kupitia juu. Inakuja inakaa hapo katikati. Alafu hii iliyokuwa huku upande wa huku, kumbuka hapa katikati kuna kanywele. Kwa hiyo hii ya huku inatoka na kuja na yenyewe inakuja katikati wakati huo. Ngoja nisuke hapa kwenye nywele fupi ili niwaelekeze kwa mbele zaidi muelewe vizuri. Hapa sasa tumefika kwenye nywele ndefu ndefu kidogo. Kwa hiyo process ni nywele inakuwa namna hii. Unaileta nywele katikati. Wakati ya katikati inatoka kwa kupitia chini. Hii iliyotoka kwa kupitia chini inaenda kuchanganyikana na wenzake. Alafu unachukua tena ya katikati unailaza pale. Namna hii. Ukilaza katikati, hii inakuwa iko haina nywele yoyote. Kwa hiyo inatakiwa iwe katikati, hii ambayo imetoka kwenye msuko inakuja kwa kupitia juu namna hii. Alafu hii inatakiwa iliyopo katikati itoke ili hii iliyo juu ije katikati hivi. Sasa ili uendelee na msuko wako uendelee kuonekana kuna huku nywele ambayo imechanganyikana na hizi nywele nyingi. Kwa hiyo ili uilete unatakiwa uchote na nywele. Uilete ikiwa na nywele baadhi. Na hapa tunachota kwa upande mmoja. Alafu ile ya katikati inatoka kwa kupitia chini namna hii. Ikitoka kwa kupitia chini hivi, unakuja ile ya katikati, ile iliyotoka huku kwenye nywele nyingi ambayo imekuja na nywele inapitia juu, ndio hii hapa. Kuja kwake inatakiwa ipite juu. Ili ipite juu ya katikati inakuwa imeshatoka wakati huo. Ikitoka wakati huo kama hivi, alafu unaishika na hichi kidole gumba na kidole kinachofuata, unabana hivi. Ukibana hivi, hii iliyo juu sasa inakuja namna hii. Unaiweka hapo alafu unabana kwa kile kidole. Hivi. Alafu tena huku ambayo kuna ile uliosuka kutokea huku kwenye msuko inakuja kwa juu ili ije katikati. Nywele inayotakiwa kuja katikati inatakiwa ije kwa kupitia juu. Kwa hiyo ili ije kwa juu, ile ya katikati inatoka pale katikati na kurudi kwa chini. Ni hivyo kipenzi changu. Kipenzi changu, unavyoendelea kutazama video hii na kuomba usisahau kusubscribe hapo chini kwa kubonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe. Kisha alama ya kengele ili kunipa nguvu mimi ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Tunaendelea. Utasuka nywele yako mpaka mwisho kwa muundo huo huo. Na kama haujaelewa ninachokiongea, naomba uangalie video inavyoenda, naamini utaelewa. Nasuka kwa utaratibu ili wote muelewe. Usipoelewa zaidi naandikia hapo chini sehemu gani ni ngumu. Na unapokuwa unaangalia jinsi ya kujifunza kusuka,
ili uelewe zaidi, na wewe unatakiwa uwepo kuna mtu unamsuka. Utasuka nywele yako mpaka mwisho. Nasuka nywele nyingine ya mwisho ili kama haujaelewa uelewe zaidi. Naisuka taratibu ili wote muelewe. Hatua ya kwanza, kutenga kanywele kamoja alafu unakagawa mara mbili. Hivi. Kinachoanza kusuka ni kinywele cha pili. Kwa hiyo hichi kinywele cha pili utakileta na kukilaza katikati. Ukikilaza katikati hivi unazuia na kidole gumba cha mkono gani huu? Mkono wa kulia. Ukishazuia na kidole gumba cha mkono wa kulia, utachukua hii nywele ya kwanza unaileta katikati. Unaichukua kwa mkono wa kushoto unaileta mkono wa kulia, ndo unapokea hiyo nywele. Kwa hiyo ile iliyopo katikati inatakiwa itoke inachukuliwa na mkono wa kushoto, inatoka na kuja pale katikati. Ni hivi inavyokuja. Shwa inaletwa na mkono wa kulia namna hii. Kishaletwa hivyo, unakuja kukata nywele huku kwenye nywele nyingi, unaileta na yenyewe katikati. Ukileta katikati inadakwa na hichi kidole na hichi namna hii. Kwa hiyo ile ya katikati pia unaitoa na kuileta huku ambako kuna nywele nyingi. Ukiitoa hivyo, huku hii iliyopo katikati imepitia kwa juu, inayotakiwa kuja katikati iliyopitia kwa juu ndio wakati wake wa kukaa katikati. Kwa hiyo ukiitoa hii hapa katikati kunakuwa hamna nywele. Kwa hiyo hii inatakiwa ije ikae namna hii. Alafu utaendelea na hii ya kwanza, yani ambayo iko huku mwanzoni. Unaishika ili na yenyewe ichukue nafasi ya katikati. Ili ichukue nafasi ya katikati inatoka, unaleta namna hii. Utaendelea kusuka namna hiyo hiyo. Naomba uniangalie kwa umakini hapa. Hivi. 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 Namna hii. Na kitu cha kuzingatia unapokuwa unaileta, uangalie sehemu unayoileta nywele yako ile. Kama ni pembeni, unaileta kwa pembeni ili zote zije kwa pembeni. Utasuka mpaka mwisho. Kipenzi changu, unavyokuwa unasuka, zingatia kuchota kanywele kadogo kadogo. Usichote nywele kubwa ili uwahi kumaliza. Chota nywele ndogo na uende taratibu. Ndiyo msuko wako utatokezea vizuri. Unasuka hivi. Kusuka ni rahisi sana. Cha kuzingatia ni jinsi ya kubadilisha nywele. Hivi, hivi. Hivi, hivi. Unaona ilivyo rahisi? Na hii ndiyo final look. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.